Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kuangamiza kundi la Hamas endapo litaendelea kushambulia magenge na washukiwa wa ushirikiano wa Israeli ndani ya ukanda wa Gaza, hatua inayochukuliwa kama mabadiliko makubwa ya msimamo wake wa awali. Kupitia mtandao wake wa kijamii siku ya Alhamisi, Trump aliandika, kama Hamas itaendelea kuua watu huko Gaza, jambo ambalo halikuwa sehemu ya makubaliano ya amani, hatutakuwa na budi ila kuingia na kuwaua. Asanteni kwa kulizingatia jambo hili, mwisho wa kunukuu. Hata hivyo, alipoulizwa na waandishi wa habari baadaye, Trump alifafanua kwamba jeshi la Marekani halitoingia Gaza moja kwa moja, akisema sisi tutakaofanya hivyo. Kuna watu karibu sana watakaofanya kazi hiyo kwa niaba yetu, alisema Trump. Kauli hiyo inaonekana kuirejelea Israel, ingawa hakuitaja moja kwa moja. Wiki hii Trump alikuwa amepongeza Hamas kwa kuondoa magenge hatari ndani ya Gaza, akisema waliondoa magenge mabaya na hilo halikunisumbua sana, hilo ni sawa, mwisho wa kunukuu. Lakini sasa vitisho vyake vinaashiria kubadilika kwa msimamo wake, hasa baada ya mapigano kati ya wapiganaji wa Hamas na wanachama wa magenge ya kijeshi yanayoshutumiwa kwa wizi wa misaada na ushirikiano na Israel. Baada ya mapigano hayo, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Gaza ilitangaza msamaha wa jumla kwa wanachama wa magenge ambao hawakuhusika kwenye mauaji. Mwezi Juni, maafisa wa Israel walikiri kuwa waliwapatia silaha baadhi ya magenge ya Gaza yanayodaiwa kuwa na uhusiano wa kundi la ISIS, wakilenga kudhoofisha utawala wa Hamas. Jumapili iliyopita, wanachama wa genge linalodaiwa kufadhiliwa na Israel walimuua mwandishi mashuhuri wa Kipalestina Saleh Al-Jafar, jambo liloongeza mvutano. Wakati huo, rais wa mamlaka ndani ya Palestina Mahmoud Abbas amelaani Hamas kwa madai ya kuwaua washukiwa wa ushirikiano wa Israel, akisema kitendo hicho ni uhalifu mkubwa na uvunjaji wa haki za binadamu. Hili ni shambulio baya dhidi ya misingi ya utawala wa sheria, ofisi ya Rais Abbas ilisema. Chini ya mpango wa makubaliano wa kusitisha vita ulioasisiwa na Marekani, Hamas inatarajiwa kujisalimisha na kuachia mamlaka utawala wa Gaza, lakini haijulikani kama imeridhia rasmi masharti hayo. Rais Trump alisema siku ya Alhamisi watakabidhi silaha zao, na kama hawatafanya hivyo tutawanyang'anya sisi kwa haraka na pengine kwa kutumia nguvu. Licha usitishaji mapigano uliopangwa kuanza Jumamosi, Israeli imeendelea kuvunja makubaliano hayo, ikiua Wapalestina wanaokaribia maeneo yanayodhibitiwa na jeshi lake, huku ikichelewesha kufunguliwa kwa mpaka wa Rafah kati ya Gaza na Misri. Trump aliita makubaliano hayo kama mwanzo wa Mashariki ya Kati mpya, lakini matamshi yake ya hivi karibuni yanaibua mashaka kuhusu uendelevu wa amani, huku uvamizi wa Israeli na ukosefu wa mpango wa utawala wa kudumu Gaza ukiendelea.